Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Leo tunajifunza kichwa ndio mnasema magumu ulionayo au unayoyapitia yameruhusiwa ili yakutengeneze. Yameruhusiwa ili yakutengeneze. Na Roho Mtakatifu akuhudumie kwenye mafundisho haya. Mafundisho yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Maisha sio tambalale. Miaka nyuma tulikuwa tunaimba kwamba tambalale kwa Yesu. Lakini hakuna maisha ambayo ni tambalale. Maisha yamejaa milima na mabonde. Maisha yamejaa milima na mabonde. Na maadamu uko hapa duniani utatakiwa uwe na nguvu ya kupanda milima, kuteremka milima, kwa sababu utakutana magumu tu. Utakutana changamoto. Kwa changamoto ni sehemu ya maisha, magumu tunayopitia ni sehemu ya maisha. Kumbuka kwamba comfort zone haijawahi tengeneza majitu. Comfort zone haijawahi tengeneza giants. Watu wote ambao wamefanikiwa na ulimwengu na watamani ni watu ambao sio kwamba wakupita magumu, walipita kwenye magumu. Walipita kwenye changamoto ambazo wakati mwingine ni kubwa kuliko ambazo wewe unapitia sasa. Lakini nini kilichowapelekea wewe hivyo leo mpaka ulimwengu na watamani, ulimwengu na wafurahia? Ni kwa sababu wa kukata tamaa. Ni kwa sababu walipopita kwenye magumu hawakuvunjika moyo, hawakunyosha mikono wakasema mimi basi. Walijaribu tena. Kwa magumu unayoyapitia yameruhusiwa ili yakutengeneze. Kwa kama uko tayari kuwa mzuri zaidi, usikubali kukata tamaa, usikubali kuvunjika moyo. Kaa kwenye uwepo wa Mungu. Hajalishi changamoto unazozipitia ni kubwa kiasi gani, hajalishi unapitia kwenye mtihani gani. Kama unatamani kuwa mzuri, kama unatamani kutengenezwa, usikate tamaa, usivunjike moyo. Na watu wote waliofanikiwa, watu waliopita kwenye magumu lakini hawakukata tamaa. Ni watu waliokutana na changamoto mbalimbali lakini hawakukata tamaa. Waliendelea kukaa katika uwepo wa Mungu. Walimngoja Bwana. Miujiza yao ilipochelewa, majibu yao ilipochelewa, hawakuondoka kwenye uwepo wa Mungu. Waliendelea kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Kumbuka wewe sio kwanza kupita changamoto, wewe sio kwanza kupita magumu. Wako watu ambao walipita mambo magumu kuliko wewe unayopitia lakini hawakukata tamaa. Mitume na maandiko yanasema kwamba imani yetu imejengwa katika misingi ya mitume na manabii. Mitume walipita changamoto mbalimbali. Kuna wakati ambapo walipigwa makofi, kuna wakati ambapo walitukana, kuna wakati ambapo walizuiwa wasihubiri kwa jina la Yesu. Lakini wakina Petro wakasema, angalieni nyinyi wenyewe, chambueni nyinyi wenyewe. Je, ni vema kumtii Mungu au kuwatii nyinyi wanadamu? Walikutana na vitisho vingi kutoka kwa Mafarisayo, walikutana vitisho vingi kutoka kwa viongozi wa dini, lakini hawakuacha kuhubiri Injili. Waliweka gerezani lakini hawakuacha kuhubiri Injili. Wewe ulipo sasa unalitaja jina la Bwana ni kwa sababu wako watu ambao kukata tamaa. Walipokutana na magumu, walipokutana na changamoto, hawakukata tamaa. Waliendelea kuhubiri Injili, waliendelea kumsihi Bwana hata katika magumu waliokuwa wanapitia. Magumu unayopitia yameruhusiwa ili yakutengeneze. Tunatengenezwa kupitia magumu tunayopitia. Tunatengenezwa kupitia changamoto tunazozipitia. Tunatengenezwa kupitia mitihani mbalimbali ya maisha. Na ndio maana Paulo anaandika Wakorintho anasema majaribu hayana budi kuja, lakini Mungu ni mwaminifu, hataacha ujaribiwe kuliko upitavyo, lakini pamoja na hilo jaribu hufanya mlango wa kutokea. Mungu hawezi kuruhusu magumu ya kupate ambayo sio size yako. Jaribu lolote unalopitia uwe na mtazamo huu kwamba jaribu unalopitia ni size yako. Mungu ameniruhusu kwako kwa sababu anajua kwamba wewe unaweza. Wewe ni zao la Mungu, anakujua, anakuamini.
anakuamini. Mungu alijivunia kwa Shetani, asema mmemwona mtumishi wangu Ayubu, hakuna aliye kama yeye. Wewe ni zao la Mungu. Mungu anakuamini. Wewe ni mtoto wa Mungu. Asili ya Mungu ipo ndani yako. Asili ya Mungu iko ndani yako. Uwezo wa kiungu uko ndani yako. Ndani yako upo ufalme usioweza kutetemeshwa. Tutapita kwenye magumu, tutapita kwenye dhiki kweli, lakini katika mambo yote sisi ni washindi na zaidi ya washindi. Hatukuumbiwa kushindwa, hatukuumbiwa kukata tamaa. Na ndio maana tunaposoma kwenye Warumi 8:35 mpaka 37, asema ni kitu gani kitakachotutenga sisi na upendo wa Mungu? Je, ni dhiki? Je, ni upanga? Je, ni njaa? Asema kwa ajili ya imani tulionayo, kwa ajili ya wokovu, kwa ajili yake tumekuwa kama kondoo wanaopelekwa machinjoni. Lakini katika mambo hayo yote, 37 anasema katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Wewe ni mshindi na zaidi ya washindi. Haijalishi unapita kwenye magumu gani. Unachotakiwa kutambua kwamba hayo magumu unayopitia, hiyo changamoto unayopitia, hiyo dhiki unayopitia imeruhusiwa kwenye maisha yako ili kukutengeneza uwe mzuri zaidi, ili kulitengeneza lijitu ambalo haliwezi kutikisika, ili kutengeneza lijitu ambalo haliwezi kutikisa. You want to be unshakable? Don't give up. Don't give up. When you are going through challenges, when you are going through trials, unapopita kwenye changamoto, unapopita kwenye majaribu, don't give up. Hayo majaribu yameruhusiwa ili kukutengeneza, ili kuimarisha imani yako, ili kuinoa imani yako. Hiyo dhiki imeruhusiwa ili kukutengeneza uwe mzuri zaidi. Na ndio maana Yakobo 1:2, Yakobo anaandika, ndugu zangu hesabuni kuwa ni furaha tupu mkiangukia kwenye majaribu mbalimbali, mkijua kwamba kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Utataka kuwa na saburi, lazima ujaribiwe ili kujenga saburi ndani yako. Lakini pia maandiko Mazaburi 34:19, mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Mungu huokoa na hayo yote. Mateso unayopitia yameruhusiwa ili kukutengeneza uwe mzuri zaidi. Watumishi wote wakubwa walipita kwenye mateso, walipita kwenye dhiki, walipita kwenye majaribu, lakini walisimama, walikaa katika uwepo wa Mungu. Hawakukata tamaa, hawakuvunjika moyo, waliendelea kusimama katika imani. Na leo tunaotamani, lakini tamani pia kujua changamoto walizopitia, magumu waliopitia, majaribu waliopitia. Wakati mwingine walikataliwa na watu, walichukiwa na watu. Na Yesu aliwaambia wanafunzi ya kwamba mtatukana kwa ajili yangu, mtachukiwa kwa ajili yangu, mtanenewa mabaya kwa ajili yangu. Yote hayo ni sehemu ya kukutengeneza wewe uwe mzuri zaidi. Utachukiwa na watu, utanenwa vibaya na watu, ndugu zako wakati mwingine watakukataa, utasemwa vibaya, utachafuliwa kwenye mitandao, lakini tambua ya kwamba yote haya yameruhusiwa ili kukutengeneza wewe uwe mzuri zaidi. Cha msingi wewe muangalie Mungu, na Mungu ataendelea kukuongoza. Atasema, mwanangu pita hivi, mwanangu pita hivi, mwanangu pita hizi. Puuzia maneno ya watu ambayo yanalenga kukuvunja moyo. Usivunjike moyo. Tutapita kwenye mateso, lakini Mungu atatuokoa na hayo yote. Na tutatoka kwenye hayo mateso tukiwa ni wazuri zaidi. Tutatoka kwenye hayo majaribu tukiwa ni wazuri zaidi. Kama natamani kuwa mzuri zaidi, usikate tamaa. Mngoje Bwana. Muujiza wako unachelewa, majibu yako yamechelewa, mngoje Bwana. Maandiko yanasema kwenye Zaburi 25, naam, mngojao hawataibika hata mmoja. Hakuna ambaye mwisho wake unakuwa mbaya anayemngoja Bwana. Kaa katika uwepo wa Mungu, usimwache Mungu. Unaenda wapi na wakati kwa Mungu kuna maneno ya uzima? Unaenda wapi wakati kwa Mungu kuna maneno ya uzima? Unapopita kwenye magumu, hiyo ichukulie kama ni fursa ya kuomba zaidi, ya kumkaribia Mungu zaidi. Tunaposoma kwenye Zaburi 42, maandiko yanasema kwamba waliponiambia Mungu wako yuko wapi, machozi yangu kimekuwa chakula changu usiku na mchana. Wakati wanapokudhihaki, wakati wanaposema kwamba Mungu wako yuko wapi, wewe kumkaribia Mungu. Liitie jina la Bwana.
Bwana atakupa nguvu mpya. Bwana atafanya njia mahali ambapo wewe huoni njia. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Kumbuka magumu unayopitia, hajalishi magumu hayo magumu yanaonekana kwamba ni mazito kiasi gani. Kumbuka Mungu anatambua uwezo wako. Anajua kwamba hilo unalopitia ni size yako. Anajua kwamba unaliweza. Usikate tamaa. Neema ya kuendelea kusimama, neema ya ushindi na iwe juu yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Kumbuka kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Basi usisahau kusubscribe. Washirikishe marafiki zako mafundisho haya. Comment, like katika jina la Yesu. Amen.